Huku makubaliano kati ya Marekani pamoja na Irani yakiwa yamekwisha fikiwa na kinachosubiriwa ni utiwaji saini tu wa hati ya makubaliano hayo pale Geneva, Uswizi siku ya Ijumaa tarehe 19 Juni 2026, lakini Israel leo hii imetangaza kuendelea kubaki Lebanoni bila kikomo. Israel imesema haitaliondoa jeshi lake la ulinzi IDF kutoka Lebanon na kwamba wanajeshi wake wataendelea kuwepo katika maeneo ya usalama nchini humo bila kikomo cha muda, licha ya shinikizo la kimataifa na makubaliano mapya yanayolenga kusitisha operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Katz baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya mfumo kati ya Marekani na Israel yanayopatanishwa na Pakistan. Makubaliano hayo yameripotiwa kutaka kusitishwa kwa operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya mzozo ikiwemo Lebanon. Katika taarifa yake, Katz amesema kwa makubaliano na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, jeshi la Israel litaendelea kubaki katika maeneo ya usalama nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza bila kuwekwa muda wa kuondoka. Amesema lengo la hatua hiyo ni kuharibu miundombinu yote ya makundi ambayo Israel inayataja kuwa ya kigaidi na kuhakikisha usalama wa mipaka yake unaimarishwa. Katz pia amesisitiza kuwa Israel imeufahamisha utawala wa Marekani kuhusu msimamo huo na haitakubali kuondoa majeshi yake kutoka Lebanon kwa sasa. Wakati huo huo, waziri huyo ameionya Iran dhidi ya kuchukua hatua yoyote ya kijeshi kufuatia matukio yanayoendelea Lebanon, akisema kuwa iwapo Teherani itaishambulia Israel, jeshi la Israel litajibu kwa nguvu kubwa. Ikiwa Irani itaishambulia Israel kutokana na matukio ya Lebanon, tutaipiga kwa nguvu zote na kuonyesha wazi tofauti ya uwezo uliopo kati ya pande hizo mbili, amesema Katz. Kauli hiyo inaashiria kuendelea kwa mvutano mkubwa katika Mashariki ya Kati, huku juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano zikiendelea kufanyika. Taarifa kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Israel Katz kwamba Israel itaendelea kubaki Lebanon ni kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa mipaka yake katika maeneo hayo, lakini si Lebanon pekee, lakini pia hapa katika taarifa ametaja nchi ya Syria pamoja na ukanda wa Gaza. Israel imekuwa ikifanya operesheni katika maeneo hayo mara kadhaa ikipambana na kile wanachokiita kama makundi ya kigaidi katika maeneo hayo, na hatua hii inaweza kuhatarisha huu mkataba ambao umefikiwa kati ya Marekani pamoja na Irani wa kumaliza vita kabisa, kwa kiasi ambacho katika mkataba unaeleza kwamba Israel haitakiwi kufanya mashambulizi katika ukanda wa Lebanoni kwa ujumla. Ikifanya hivyo, moja kwa moja itakuwa imevunja mkataba wa kusitisha mapigano katika eneo hilo. Sasa ndio maana ameionya Irani kwamba endapo itajaribu kushambulia Israel kwa harakati ambazo zitakuwa zikiendelea nchini Lebanon, yani kwa operesheni zao za siri na operesheni zingine, basi moja kwa moja Israel itarudi vitani dhidi ya Irani. Basi kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji wetu, endelea kusalia nasi kila siku kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare ili ufahamu yote ambayo yanayojiri na yatakayojiri katika anga za kimataifa.